Kama unaandika unaweza kaandika maelekezo kutoka kwa Mungu. Maelekezo kutoka kwa Mungu. Kama watoto wa Mungu tunahitaji maelekezo. Haleluya. Pamoja na kuwa tunaweza tukawa tuko katika njia sahihi au tuko katika imani sahihi au tuko katika mambo ambayo tunafanya yako sawa, lakini kupitia hayo mambo yaliyo sawa tunatakiwa au tunahitajika tupate maelekezo kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Unaweza ukawa mwanadamu au unaweza ukawa wewe mpendwa, una kitu cha kufanya au na kitu ulichokibeba. Yamkini hicho kitu ni sahihi kabisa na kizuri, yamkini ni kinampendeza Mungu ama kinamfurahisha Mungu, lakini uwe na uhakika kama utakifanya nje na maelekezo yale ambayo Mungu anataka uyafanye, uwe na uhakika kuna mambo ambayo utakuwa umeyakosa au kuna baraka ambazo Mungu hataziachilia kwako au hautazipata kwa sababu haukufanya katika maelekezo yake. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna wakati tuna vitu sahihi vya kufanya, lakini ni muhimu sana kufuata maelekezo ya Mungu. Ni nini tunatakiwa kufanya kwa ajili ya utukufu wake? Haleluya. Unaweza ukawa na mambo mazuri, unaweza ukawa na vitu vizuri ambavyo umevibeba ndani ya moyo wako, umevibeba katika maisha yako, lakini uwe na uhakika ya kwamba Mungu anahitaji ufuate au usikilize nini anakuelekeza. Haleluya. Nini anakuelekeza cha kufanya kwa wakati gani na kwa muda gani. Inaweza ikawa una kitu sahihi cha kunena au cha kuzungumza, lakini ikawa sio wakati sahihi ambao Mungu anataka uzungumze. Maana yake kama hujapata maelekezo kutoka kwake Mungu wetu aliye hai, uwe na uhakika utakuwa na kitu sahihi au utakuwa na neno sahihi la kunena, lakini ukalinena mahali ambapo sio sahihi au ukalifanya sehemu ambayo kutakiwa ufanye na ilikuwa ni jambo sahihi. Matokeo yake yamkini ulitarajia upate baraka au ulitarajia muone Mungu akijifunua kwa ukubwa kwa eneo hilo, ukashangaa Mungu hajatenda chochote au hajafanya jambo lolote au hajakubariki au kukufanikisha, kwa sababu ulikuwa na kitu sahihi au ulikuwa na neno sahihi, lakini haukupata maelekezo sahihi ya wakati gani uyafanye au hilo neno lizungumze. Bwana Yesu asiwe sana. Hilo ni muhimu sana, tunatakiwa tulizingatie. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, tutaanzia ule mstari wa 6. Tutasoma mistari kadhaa hapo. Kuna jambo nataka nikuonyeshe. Tunahitaji maelekezo kutoka kwa Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, nitasoma kama ilivyoandikwa Matendo ya Mitume sura ya 16 kuanzia mstari wa 6. Anasema wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Wakapita Misia, wakateremkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku. Alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Basi tukang'oa nanga kutoka Troa, tukafika Samotrake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli, na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutana na pale. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi za zambarau, mwenyeji wa Tiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa,
yeye na nyumba yake akatusii akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatushurutisha. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoa saa ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni watumishi wa Mungu kina Paulo, walikuwa wamebeba neno ndani yao. Maana yake wao walizani ya kwamba hilo neno walilolibeba wanatakiwa walizungumze mahali popote watakapokuwa, mahali popote watakapoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha ajabu, neno la Mungu linatuambia kwamba walipofika pale Frigia pamoja na Galatia, Roho Mtakatifu akawakataza, akamwambia mtakiwi kuhubiri hili neno hapo, acheni kama ilivyo, endeleeni na safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu walikuwa na neno, walikuwa na kitu sahihi ndani yao, na walikuwa na kazi yao ya kulihubiri ile neno. Kila mmoja au kila kiumbe aliweze kulijua neno, lakini Roho Mtakatifu akawakataza. Wakajaribu kwenda pia sehemu nyingine hapo Atila, wakajaribu lakini Biblia inasema kwamba Roho pia akawazuia wasilinene hilo neno. Wakaendelea mbele katika maono. Sasa Paulo ndio anapata maelekezo ya kwamba nenda huko, utaenda katika mji mmoja unaitwa Makedonia. Biblia inasema kwamba alipoyaona maono, maana yake yale maono yalikuwa ni maelekezo kutoka kwa Mungu, yalikuwa na maelekezo ambayo wamepewa ya kwamba wanatakiwa waende katika mji fulani ambao ni wa Makedonia. Biblia inasema kwamba alipokuwa katika safari wakakutana na mwanamke mmoja anaitwa Lydia. Huyo mtu akawa anatamani kuwasikiliza na akawasikiliza na lile neno. Maana yake ni nini? Walikuwa wamebeba kitu, lakini wao walitaka kuzungumza mahali ambapo sio sahihi, lakini kwa sababu alikuwa na Roho wa Mungu, Roho wa Mungu aliwaambia hapa sio sehemu sahihi ya kulilo neno, bali natakiwa kusogea mpaka Makedonia. Huko ndo mtaenda kuzungumza, huko mtanena hilo neno ambalo mnataka kulinena. Bwana Yesu asiwe sana. Na ndivyo ilivyokuwa. Walitembea, walifika kule, wakakutana, walifikiri ya kwamba labda katika mji wa Galatia, Filipi kuna watu wengi, lakini huko Makedonia walipofika wakashangaa, hawakuona hata sehemu ya kukusanyika labda kusali. Biblia inasema kwamba bali walienda mto, wakakuta tu wanawake wamekusanyika, wakaanza kusema nao, wakaanza kunena nao. Bwana Yesu asiwe sana. Wao walikuwa wamelibeba neno, waliona sehemu ya watu wengi Filipi pamoja na Galatia ndio sehemu sahihi ya kulinena, lakini kumbe maelekezo ya Mungu ilikuwa sio sehemu hiyo, bali maelekezo ya Mungu ni kwa wale wachache ambao walikuwa nafikiria kwamba labda hawa ni wadogo sana au hamna sehemu ya kusali. Mungu nalitarajia afanye jambo huko. Bwana Yesu asiwe sana. Na katika kuwahubiria wale wanawake ambao walikuwa wamekusanyika, Biblia inasema kwamba mmoja wa binti ambaye alikuwa na pepo wa kuagua, ambaye sasa huyu mabosi au watu wengi walimtumia kwa ajili ya kuwatabilia au kuwatabilia vitu vyao, walifaidika kwa ajili yake, lakini lile pepo alikuwa linamtesa. Bwana Yesu asiwe sana. Yule binti alipoona kina Petro akasema, hakika hawa ndio watumishi wa Mungu, hawa ndio watumishi wa Mungu. Sasa Paulo alipoona ya kwamba huyu mbona, akamwonea huruma. Anakiri ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu, lakini kuna mzigo ambao ameubeba. Biblia inasema kwamba Paulo akamwamuru yule pepo amtoke, na akamtoka saa ile ile. Lakini pale pale, Bwana Yesu asiwe sana, pale pale ukiendelea kusoma, alipotoka yule pepo kwa yule binti, wale watu walikasirika ambao walifaidika kwa ajili yake. Biblia inaniambia ukiendelea kwamba kina Paulo wakakamatwa kwa sababu ya kutoa pepo lile. Bwana Yesu asiwe sana. Yote alikuwa ni makusudi ya Bwana.
na kwa sababu alitii maelekezo, na ndivyo lenda Mungu alijitwalia utukufu kupitia hayo. Kwa hiyo watu wa Mungu wana uhakika, wakati mwingine tunaweza tukawa na vitu ambavyo ni sahihi katika maisha yetu, tunaweza tukawa na vitu ambavyo ni vizuri katika maisha yetu, lakini sasa tunakuta tunavifanya mahali ambapo sio sahihi, ama tunatenda vitu hivyo mahali ambapo Mungu hakutaka au hakutupa maelekezo. Matokeo yake hatuoni faida, wala hatuoni baraka za Mungu, wala hatuoni mkono wa Mungu ukisimama pamoja na sisi, kwa sababu sio mahali ambapo Mungu alitaka ufanye, au sio wakati ambao Mungu alitaka utende. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tunaelewana. Kwa hiyo lazima tunahitaji maelekezo kutoka kwa Mungu. Lakini vile vile katika kila tunachokifanya, hakikisha Mungu amekupa maelekezo. Una vitu, Jumatano tulijifunza habari ya kusaidia wengine. Kuna wengine wakauliza maswali, sasa inakuaje? Tunaona tukasema kwamba unapotaka hata kutoa au kumsaidia mtu, hakikisha umepata maelekezo kutoka kwa Mungu. Ni nani ambaye unatakiwa kumsaidia? Ni nani ambaye unatakiwa kumsaidia? Ni kweli Mungu ametuagiza tuwajali wajane, tuwajali wasiojiweza, tuwalishe, tuwape vyakula, lakini unahitaji maelekezo kutoka kwa Mungu kwamba huyu Mungu natakiwa nifanye au nikamlishe nani au nimsaidie nani. Mungu atakupa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko 14 mstari wa 3 mpaka wa 7 nitakuonyesha kitu hiki, alafu twende tukaombe. Neno la Mungu linasema, nitasoma kama ilivyoandikwa. Injili ya Marko 14:3 mpaka 7 linasema, naye alipokuwapo Bethania, nyumbani mwa Simoni mkoma, ameketi chakulani, alikuja mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya nado safi ya thamani nyingi, akakivunja kibweta, akaimimina kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwani kupoteza marhamu namna hii? Maana marhamu hii ingeliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnung'unikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtabisha? Amenitendea kazi njema, maana siku zote mnao maskini pamoja nani, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema, lakini mimi hanami siku zote. Ametenda alivyoweza, ametangulia kupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amini nawaambia, kila ihubiriwapo injili katika ulimwengu wote, na hili alilotenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni habari ya mwanamke ambaye ilifika mahali ya kuwa na marhamu safi ya thamani. Haleluya. Yeye moyo wake ukamwelekeza ya kwamba hiyo marhamu ampake Yesu miguu yake. Ndio maelekezo aliyopata. Alielekezwa ya kwamba ampake Yesu marhamu miguu yake. Yeye anasema akaivunja ile marhamu, chupa ile, akamimina yale mafuta kwenye nywele zake, akatumia nywele zake kumsafisha miguu ya Yesu. Haleluya. Ndio msukumo ambao alipata ndani yake, ndio maelekezo ambayo aliyapata yeye. Lakini sasa wale watu ambao wanatazama wanaanza kumwambia, ona sasa, hiyo marhamu ilikuwa na gharama kubwa, ungeuza ungewasaidia maskini. Haleluya. Sasa hawa wanashindwa kuelewa ya kwamba, wanajua tu kwamba kitu cha thamani unaweza ukauza ukasaidia tu maskini, lakini kumbe kuna namna nyingine unaweza ukafanya. Haleluya. Hawakujua huyu mwanamke alikuwa anatafuta nini. Hawakuelewa kilio cha huyu mwanamke. Hawakutambua ya kwamba mwanamke huyu alikaa analia kwa ajili gani, au hitaji lake lilikuwa ni lipi. Na hitaji lake ambalo anahitaji ilimbidi sasa ampake Yesu marhamu ili apate hitaji analolitaka. Tofauti na hapa asingeweza kupata hilo hitaji. Laiti angewasikiliza wale watu ya kwamba usingefanya hivyo, ungeuza, uwe na uhakika angeuza akawapa maskini, asingepata baraka. Tofauti na jinsi ambavyo alimpaka Yesu miguu, asingepata baraka. Yesu sasa ndo anakaa anafundisha, anambia, sikilizeni, huyu mwanamke mnamlaumu ya kwamba ametenda jambo hili,
lakini naambia ndio ametenda jambo jema. Mko nao maskini siku zote, mna muda wote wa kuwatendea mema, lakini hamkuweza kufanya hivyo. Lakini mimi umekuwa nami, hamjawahi kunitendea hiki, lakini huyu mwanamke ametenda hili. Hakika popote ninapohubiriwa neno, halitasaulika hili neno la huyu mwanamke kwa hiki alichokitenda. Bwana Yesu asiwe sana. Huyu mwanamke alifanya kwa sababu alipata maelekezo. Sikiliza nikwambie, kuna mambo mengi Mungu anatusemesha, kuna vitu vingi Mungu anatusemesha vya kufanya, lakini tunajikuta tunasikiliza mawazo ya wengine, ama tunawashirikisha watu wengine. Wale watu wanatuambia na kutuagiza vitu ambavyo ni tofauti ambavyo Mungu alitaka tufanye. Haleluya. Unajua kuna namna Mungu anaweza kukupa maelekezo wewe kama wewe, lakini kuna namna Mungu anaweza kukupa maelekezo kupitia mtumishi wake. Sasa unaweza ukapata maelekezo ya kwako binafsi ya kwamba kafanye hivi, halafu wewe unafanya makosa, yamkini unamshirikisha mtu mwingine. Ukimshirikisha huyo mtu, yamkini ni mtumishi wa Mungu kweli, yamkini ndio baba yako wa kiroho, unamshirikisha, halafu anakuambia tofauti na jinsi ambavyo umepata maelekezo, halafu utajikuta unafanya tofauti na jinsi ambavyo ulipata maelekezo yako binafsi, ukajikuta unafanya hicho kitu, usipate baraka, usione mafanikio, usione matokeo yote. Lakini kumbe ungesikiliza maelekezo, ndipo kulikuwa kwenye baraka zako, ndipo kulikuwa kwenye neema ambayo Mungu alitaka kupandisha viwango vingine, alitaka kuwezesha. Haleluya. Kwa hiyo tumejikuta muda mwingine tunasikiliza maneno ya watu, tunasikiliza watu wanazungumza nini, watu wananena nini, wakati huo tayari tuna maelekezo ya Mungu ambayo tumepata. Kwa hiyo tunajikuta sasa tunakwepa au tunaacha baraka zetu, tunaacha mafanikio yetu, tunaacha uzima wetu kwa sababu tulishindwa kufuata maelekezo ya Mungu. Ni kweli, yamkini ulipoambiwa na huyo jirani yako au rafiki yako mahali ambapo pa kufanya ni sahihi, sio dhambi ulichoambiwa, yamkini ni kitu kizuri, lakini je, ni Mungu ameelekeza? Ni Mungu ametoa hayo maelekezo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna nafasi ya kuwa makini na kumwambia Mungu tunahitaji maelekezo yako. Haijalishi tuna vitu vizuri, haijalishi tuna mambo mazuri kwetu, haijalishi Mungu amekupa neema, hiyo neema usitumie. Ni sawa na mtumishi, umepewa neema yamkini ya kufundisha au kunena. Ni kweli mafundisho, maarifa Mungu amekupa, lakini unahitaji maarifa, unahitaji maelekezo ya Mungu. Ni kwamba mahali gani hayo maarifa unatakiwa aweke. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli una maarifa, Mungu amekupa neema ya maarifa, amekupa neema ya kufanya vitu fulani, lakini haitoshi kuwa na hiyo neema. Mwingine sasa akiwa na hiyo neema tayari yeye anajua tu ni kuhubiri. Ataenda mtaani atahubiri, kwenye gani atahubiri, kila mahali atahubiri. Ni kweli neema umepewa ya kuhubiri. Je, ni maelekezo ya Mungu amekwambia ukahubiri sehemu hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tumejikuta tunajipatia shida au changamoto sisi wenyewe kwa sababu tulikuwa na vitu vizuri, Mungu alitupa neema, lakini tumeenda kufanya vitu kwa mwemko pasipo kusikiliza maelekezo kwa Mungu. Tunajikuta tunafanya vitu ambavyo vinatuletea matatizo badala ya kutuletea baraka, vinatuletea shida badala ya kutuletea matokeo. Lakini kumbe shida ilikuwa ni nini? Hatukutaka kufuata maelekezo au kutaka maelekezo kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mfanyakazi unaweza kuwa mzoefu, una profession yako nzuri, umesomea kazi yako, lakini unapoenda kwenye ofisi ya mtu pamoja na elimu yako leo utauliza, hivi bosi hapa anafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu ni ya kwako, umeitafuta, umesoma mwenyewe, maarifa nayo mwenyewe, lakini bado itakuhitaji muulize bosi wako, hivi hapa ninaendaje hapa? Ni kweli umeniajiri, je, hapa tunaenda vipi? Bosi ndio anaanza kukupa maelekezo. Fanya hivi, elimu yako ulio nayo itumie kwa namna hii. Ndipo sasa unaenda sambamba na bosi wako. Lakini pamoja na elimu yako uliyoipata, ukikurupuka tu naenda tu na elimu yako, unaanza tu kufanya unachokiona bosi wako aelewe, utashangaa kesho kuta anakufukuza kazi. Anakufukuza kazi na elimu unayo, maarifa unayo,
lakini nini? Umefanya pasipo maelekezo. Umekurupuka kwenye kampuni yake pasipo maelekezo. Ni kweli una uwezo wa kazi, lakini kufuata maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuangalie neema ambazo Mungu ametupa, nafasi ambazo Mungu wetu ametujalia. Ametupa neema, ametupa nafasi, lakini tuna haja ya kutaka maelekezo kutoka kwake. Unamwambia Mungu, kweli hapa umenipa hii neema. Musa anasema ni kweli Mungu umenichagua mimi nikawakomboe watu wako. Ni kweli, ninaamini kweli mimi ndio umeniona ninafaa, lakini ninahitaji unielekeze. Nitakapoenda huko hivi, nitaenda kusema semaje? Nitawaambia ni nani amenituma? Nitawaambia kwa namna gani, kwa njia gani? Mungu anaanza kumpa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata sisi wana wa Mungu ama kanisa la Mungu tunahitaji kupata maelekezo kutoka kwa Mungu. Ni kweli tumepata neema, ni kweli Mungu ametupa nafasi, lakini tunahitaji tupate maelekezo kutoka kwake. Jioni ya leo tuende mbele za Bwana, tumwambie Mungu tunahitaji tuelekeze nini tufanye, kwa wakati gani na kwa muda gani. Hii neema ambayo umetupa, nafasi ambayo umetujalia, tunatakiwa tufanyeje? Tunahitaji maelekezo kutoka kwako, tunahitaji mwongozo wako Bwana. Haleluya. Ni kweli umetuweka mahali hapa, yamkini tuko hapa, lakini hatujajua bado namna ya kuenenda na mazingira haya. Hatuelewa namna bado ya kusimama na maisha haya tulionayo ili tuweze kupata matokeo. Ni wakati sasa kumwambia Bwana, wewe Bwana, tunahitaji utupe maelekezo. Tunahitaji tupate maelekezo kutoka kwako kama kanisa lako ili tuweze kuona matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwepo kwa huduma mahali hapa sio shida. Yamkini ni kweli Mungu amempa neema mtumishi wake, amempa maono ya kuanzisha huduma hapa. Ndiyo, tunaweza tukawa tuko hapa kwenye huduma na ni kweli ni huduma ya Mungu, lakini tusipotaka maelekezo ya namna ya kutembea katika hii huduma, uwe na uhakika tutafanya hii huduma, hatutaona matokeo. Tusipotaka maelekezo kutoka kwa Mungu jinsi ya kuenenda katika hii kazi ambayo mtumishi wa Mungu alipewa ianzishe mahali hapa, tutaenda kama tunaenda, lakini hatutaona matokeo, hatutaona mafanikio, hatutaona tukiongezeka, hatutaona tukiendelea, kwa sababu hatujataka maelekezo ya aliyetoa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatujataka maelekezo ya aliyetupa neema na aliyetufanyia nafasi. Mwambie Mungu, kama kanisa lako tuko hapa, tunahitaji Bwana utujalie neema ya kusikia maelekezo kutoka kwako. Tunahitaji Baba utujalie neema ya kusikia kutoka kwako nini tufanye, kwa wakati gani na kwa muda gani. Haleluya.